Jina langu naitwa Dr. Ernest Francis Mabonesho, ni mkuu na mtendaji mkuu wa Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania. Leo katika wiki hii ya utumishi wa umma, leo tarehe 22 mwezi wa 6 2025, nimeweza kupata wasaa wa kutembelea banda la magereza. Nimejionea vitu vingi wanavyovifanya kama magereza, lakini kikubwa cha kujivunia ni pale ambapo sasa wamejikita zaidi katika kuhakikisha kwamba inakuwa kituo cha mafunzo, kwamba wafungwa wanapokuja wanajiendeleza katika mambo mbalimbali. Nimekuta kuna viatu pale vizuri kabisa, nami niweza kufanikiwa kupata hata viatu vichache kwa watoto wangu. Ni vizuri sana. Lakini pia nimebahatika kukutana na baadhi ya wanafunzi kutoka Chuo cha Utumishi wa Umma. Chuo cha Utumishi wa Umma kama ilivyosemekana ni chuo cha watumishi wa umma, na magereza ni sehemu ya taasisi ambazo ziko pale kwa ajili ya kutumikia umma. Kwa maana hiyo tuna wadau mbalimbali ambao wako pale, na wengine ni makatibu tasi wametoka pale, lakini pia nimekutana na watunza kumbukumbu ambao pia wako pale, wakutunza taarifa wako pale. Kwa maana hiyo nimejivunia sana kuweza kufika mahali pale, nimefurahia na kazi zao, na nimatumaini yangu kwamba wataendelea hivyo, na kwamba hata hao, na bahati nzuri sana leo kuona kama evidence ya kila mtu. Nimekutana na mfungwa mmoja aliyekwenda pale, amekwenda pale hana chochote, afahamu chochote, lakini ametoka pale na utaalamu. Yeye pale ni fundi wa kuweza kutengeneza haya makala machafu. Kwa hiyo anaweza akatengeneza mahali popote, na kwa maana hiyo anaendelea kusema wananchi tuendelee kutumia taasisi hii ya magereza kupata vitu mbalimbali. Nafikiri kila mmoja anafahamu kazi zao, ni wanatengeneza vitu vingi, wanatengeneza furnitures, lakini pia wanafanya shughuli za ujenzi, lakini pia wanatengeneza viatu kama hivi sasa hivi. Kwa maana hiyo ni sehemu ambayo sasa inaonekana kuwa salama badala ya kuwa sehemu ya mateso. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba magereza wataendelea na hiyo juhudi, si kwamba akienda hapo mfungo basi akitoka pale hajui hata cha kufanya ni kitu gani. Mtu anaweza kukaa miaka 10 halafu asione cha kufanya, lakini kwa kazi wanayofanya sasa hivi kwa kweli nimefurahia. Nimeona jinsi ambavyo mtu anaweza akaenda pale akakaa, ni mfungwa, ni mhalifu, lakini mwisho wa siku akitoka anakuja kuwa raia mwema, kwa sababu ana uwezo sasa wa kuzalisha na hata kuongeza pato ndani ya taifa, ndani ya familia yake, lakini pia hata yeye binafsi. Kwa majina ni ndugu waalikwa, Jeshi la Magereza, mabibi na mabwana, mara baada ya mheshimiwa rasmi kuwasili katika eneo hili ya wiki ya utumishi wa umma, tutaomba simame kwa ajili ya kuimba wimbo wa taifa na ule wa Afrika Mashariki. Siku ya leo sisi kama washiriki wa maonyesho haya ya wiki ya mwaka 2025 majaribio, tumefarijika sana. Tunajaribu kupaza sauti, kutembelewa vikuzia sauti, mkuu, yani CEO wa vyuo vya utumishi wa umma ambaye ni Dr. Ernest. Ile kamati pekee kabisa tunashukuru kwa ajili ya jambo maalum atembelee banda la Jeshi la Magereza ili aweze kujionea, lakini pia kupata elimu ya nini Jeshi la Magereza tunafanya kama taasisi yapo katika utumishi wa umma Tanzania. Tumefarijika pia kwa sababu licha tu kuona kile tunachokifanya kwa kumweleza mwelekeo mpya wa Jeshi la Magereza, wageni waalikwa, matumizi ya kidijitali katika shughuli na utendaji mbalimbali wa majukumu yetu, lakini pia muonyesha shughuli tunazofanya kama sehemu ya rekebu wa wahalifu wanaoingia magereza. Lakini faraja kubwa zaidi sababu ameweza pia kuondoka na baadhi ya bidhaa ambazo amezikuta hapa kama sehemu ya kuunga mkono jitihada za Jeshi la Magereza katika urekebu na kutambua umuhimu wa Jeshi la Magereza katika urekebu wa wahalifu.
Lakini pia tunatambua sote kwamba vyuo vya utumishi wa umma Tanzania ni mdau muhimu katika maendeleo ya watumishi, si tu wa taasisi mbalimbali za umma, lakini pia kipekee kabisa watumishi wa Jeshi la Magereza kwa maana ya maafisa, askari na watumishi raia. Tunao maafisa na askari ambao wamehitimu katika maeneo ya utunzaji wa kumbukumbu au utunzaji wa nyaraka za serikali, lakini tunao maafisa na askari mbalimbali ambao wamehitimu katika taaluma ya uafisa ukatibu muitasi, lakini pia tunao maafisa na askari mbalimbali ambao wamehitimu katika vyuo vya utumishi wa umma kwenye taaluma za usimamizi wa rasilimali watu. Kwa mpaka sasa tunayo database kubwa ya wahitimu ambao wamejiendeleza katika vyuo vya utumishi wa umma nchini, ambavyo ni jitihada kubwa sana ya serikali ya Jamhuri ya Muungano inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Naitwa mkaguzi msaidizi wa magereza Deodat Renatus Kapinga. Nipo katika banda letu la Jeshi la Magereza na ni katika kuhitimisha zoezi la maonesho ya wiki ya utumishi wa umma 2025. Lakini katika fursa hii nimebahatika kwa namna ya pekee kukutana na mkurugenzi wa chuo Dr. Mabonesho, chuo cha utumishi wa umma, ambayo mimi kama mnavyoniona ni sehemu au tunda kutoka chuo cha utumishi wa umma TPSC. Nilikuwa nimesoma pale chuo cha Magogoni, na taaluma nilikuwa nimeanza kuisomea ilikuwa ni usimamizi wa rasilimali watu. Kwangu nimefurahi kwa sababu ni kiongozi ambaye ni mtendaji mkuu wa chuo, na mara ya kwanza leo nimemwona ametembelea kwenye banda letu. Nimefurahi sana kwa sababu kama nimekumbuka nimerudi tena darasani. Kwa hiyo kwangu nimekuwa ni platform nzuri, nimekutana na dokta ambaye na yeye pia amejisikia vizuri kwa sababu amekutana na zao au matunda ambayo yeye kama chuo ni msimamizi wa chuo, imekuwa eneo la matunda ya chuo hicho husika.